Ndani ya 69 Sports na wakati unakuwa nami mwana Shalukani begi kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati ambaye anahakikisha anakuletea leo yote ya michezo mpaka hivi sasa. Endelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje mipaka Tanzania kubwa zaidi. Mambo ni mengi kweli kweli ambayo yanaendelea hivi sasa. Kwa upande wa wananchi Young Africans wenyewe siku hii ya leo wanafanya mapokezi makubwa ya kumpokea mshambuliaji wao Peter Shalulile, lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe bado wanaendelea na mambo yao. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu tayari ameshateua baraza lake la wadhamini. Mbele yangu hapa nipo na mzee wa mabomu, shabiki na mwanachama wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaenda kuzungumza mengi kuhusiana na timu yake, lakini pia kuhusiana na mapokezi ya mshambuliaji wa Young Africans. Yeye kama shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba anayaonaje mambo ya wapinzani wao? Yanazidi kukolea. Mimi leo huko mimi sipo kabisa huko. Huko kwenye kuzungumzia huko mimi sipo. Mimi niko huku kwa huyu muuni alileta uni. Wewe uko wapi mzee wa mabomu? Huyu muuni. Huyu mzee muuni. Mzee unatuletea mbwa kiuni kweli? Unajua mzee katuletea mbwa kiuni kweli, mambo ya ajabu. Leo mzee Mangungu alichokifanya, kwanza anaharibu biashara ya watu ya jezi. Kwa sababu leo watu baada ya kuzungumzia jezi, watu wanamzungumzia Mangungu. Watu wanakaa na mzungumzia Mangungu baada ya kuzungumzia jezi. Ina maana leo jezi hazihusiki kama vile inavyotakiwa. Anakurupuka tu. Unatuletea mbwa kiuni kwa sababu mimi watu siku nyingi nilishawaambia. Mimi kipekee wakati natafuta mabomu nilipoke naye, mimi aliyajua. Ina maana Mangungu akiendelea kwa Simba, watu wa Simba wataendelea kuteseka. Hilo mimi nilijua. Ndio maana muda mrefu mimi nikasema. Mzee wa mabomu, Simba mnakwama wapi? Maana yake ukiwasikiliza hivi sasa viongozi wenu wanazidi kupinzana, naweza kusema kwa hoja. Mangungu anasema la kwake, lakini pia kwa upande wa Try Again na yeye anakuja la kwake. Kuna baadhi ya wajumbe walioteuliwa na wamekuja na misimamo yao. Ligi kuu Tanzania bara inakaribia kuanza. Namna ambavyo mikwaruzano hii inavyoendelea, unaiona wapi timu yako na timu yako inakwama waswa wapi? Ama tatizo kuu liko wapi? Simba Sports ninapokuambia mimi hapa, Simba imesajili vizuri. Simba imekamilika, Simba timu iko yani imekamilika kabisa. Iko vizuri kabisa, ni timu bora. Nadhani kila mtu ameiangalia siku ile na Singida, mpira uliochezwa. Kabisa unaonekana Simba hii ni hatari. Na tarehe 12 ina maana Yanga alikuwa anapigika, tarehe 13 watu tunaenda tena pale. Sasa kitendo hicho, umeelewa? Kitendo kile kilikuwa kinamuuma, sisi kwenda Jangwani kilimuuma, alikasirika. Umeelewa? Kwa hiyo mipango yake yeye ni kwamba anachezesha dishi ili mradi tarehe 12 si tufungwe ili simu isende Jangwani. Ndio hicho anachokifanya huyu mzee. Kwa sababu mimi sioni si wanachama sisi tuko Ngorongoro. Wewe unaitisha mkutano. Mkutano unaoitisha wanachama gani? Sisi wanachama tupo Dar es Salaam hapa. Si baadhi ya wanachama wenzenu. Wanachama ina maana mkutano unafanywa na baadhi ya wanachama. Kwani ufanywe na baadhi ya wanachama? Kwani mkutano ufanywe na baadhi ya viongozi wengine hawapo? Ukafanywe Mangungu peke yako. Alafu Simba hii yani maana leo sisi tumeshuka kiuchumi. Ina maana inaonekana sisi yani kweli sisi Simba wakwenda kufanya mkutano chini ya tukakae chini. Kweli, yani kutoka ukumbi wa Mwalimu Nyerere leo sisi tukafanya mkutano pale chini, yani watu wamekaa kwenye majamvi. Lakini si nyumbani kwenu Ubunju ule. Ule ni uwanja wa mpira, sio uwanja wa mkutano ule. Umeelewa? Ule ni uwanja wa mpira, sio kufanyia mikutano. Mikutano inafanyika Mwalimu Nyerere. Mkutano unafanyika sehemu yoyote pale. Hakuna mkutano, ule mkutano wa kufanya sehemu yote, huo ni mikutano ya nani hiyo bana? Ya serikali za mtaa, ndio watu wanaweza kukaa sehemu yote akakata chini. Lakini mkutano wa Simba Sports kwa sasa hivi kwa zetu uliofikia ni kukaa sehemu iliyokuwa imekaa sawa Mwalimu Nyerere. Yani kuna maukumbi ya kukaa sisi watu wa Simba Sports. Asi yetu sasa hivi ni kubwa, ni timu kubwa. Hatuwezi ameshusha timu. Kwani mzee Mangungu, hebu tuombe uache hii timu, ondoka. Kabla sasa tujafanya Alafu kitendo alichokifanya Mangungu ni uhaini. Mimi nakwambia ni kweli. Na tarehe 8 tunamwomba wewe mzee, ukija tarehe 8 kwenye Simba Day usitafutie ubaya. Si ana haki ya kwenda kwenye Simba Day yake. Nani? Aende kwenye yani Yanga yule. Aende kwenye Yanga yake. Hatutaki.
Kwa nini ni Yanga kati yeye ni mwanachama na kiongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba? Yule sio yule pale, nakwambia aliiba kula. Una ushahidi? Ni tuhuma nzito ambazo zinazitoa kwa hivi sasa. Sisi hatukumchagua. Hakuna mwanachama wote siku ile alienda pale. Nasema vipi? Lakini wazio pengine walimchagua. Watoto siku ile wametoka wamekasirika. Hakuna mtu aliyomchagua. Wewe niambie nani? Hata machama chao kila Dr. Mo wale siku ile wamekasirika, hakumpigia mtu kula. Sasa siku za wale machawa. Sasa wanasema wangu kwa pepe. Wote wale hawakumpigia kula. Hakuna mtu aliyompigia kula. Wale ameiba kula akishiriana wakiwepo yeye na mwenzake Trageni. Leo hii Trageni kwa kafukuzwa, yeye anamtoa kwa sababu Trageni ndo alimweka Mangungu. Leo sasa Mangungu naye anamweka Trageni. Yao wanafanya mambo yake. Sisi katika watu ambao katika Simba hawatakiwi ni virusi. Trageni, Mangungu. Hao ni virusi hawatakiwi. Umeelewa? Hao wanarudisha shoti. Sisi tumefungwa goli 5. Trageni kashirikiana na Mangungu, sisi tupigwa goli 5. Yanga atufunga mara 6 mfululizo. Hawa watu wawili ndio wafanya kazi hiyo. Jamani. Mbona mnatafutia matatizo jamani? Au mnataka nyewe sisi kutufunga? Sasa kama mnataka sisi kutupeleka jela, sisi mtatupeleka kweli safari hii. Jela sisi tutakwenda. Hakuna jinsi, sisi haina shida, tutakwenda huko jela. Sisi tunataka sisi twende jela, mtatupeleka safari hii. Jela unaenda kufanya nini sasa? Tutakachokifanya ndio sisi tutapelekwa jela. Sisi tutakuomba kabisa. Tunaomba serikali yetu ya Mama Samia. Tunaomba mzee Mangungu tarehe 8 asije. Atutafuta si balaa. Atatupeka si jela, asije bwana kwenye tunaomba kabisa. Na timu tunaomba tuachie. Sisi tumekasirika. Kwa sababu wanachama sisi tuko Ngorongoro. Afu mimi nakwambia kabisa. Hakuna hata mwaka mmoja toka mimi najua mpira sija kusikia Yanga anafanya mkutano na Simba anafanya mkutano. Ndio imetokea jana. Yanga zetu wametangaza mkutano wana miezi 4 nyuma. Wametangaza kwamba mkutano wao tarehe 2 mwezi wa 8. Lakini subiri basi. Yanga wana miezi 4 nyuma wanasema mkutano wao tarehe 2 mwezi wa 8. Simba sisi mkutano wetu tumetangaza lini? Si ni mkutano wa Dharura ipi? Sasa dharura kwa nini hiyo yani dharura ndio leo tukiamka asubuhi. Yaani wewe mwenyekiti ina maana ukiamka tu leo jana mkutano kweli? Labda kuna baadhi ya watu walishapewa taarifa. Sasa ina maana leo imefikia mkutano wa wanachama wa Simba yani ina maana mtu unafanya kuna nini kupewa kadi. Sasa kwa hiyo unakuwa mkutano au inakuwa nani? Inakuwa kikundi cha vikoba hiyo. Au nani mambo ya kutunzana. Kwa sababu maana mtu unapewa kadi ndio mwenyekiti yeye anaenda sambamba na katiba ya Simba. Kwa katiba ya Simba ndio inasema kwamba bwana mtu akiamka tu asubuhi kwa sababu wewe nishakutumia message kwenye simu uje kwenye mkutano ndio uje. Ndio katiba inasema hivyo. Katiba ya Simba inasema unatoa taarifa kwa wanachama wajue kwamba mkutano siku fulani. Hata kama ni dharura. Lazima ukae hata wiki 2 utoe taarifa sisi tujue hizi dharura. Tupe hata wiki 2 tujue kila mtu anajua. Wewe unakurupuka tu. Sisi ushawaambia bwana Mangungu, tunaomba tuachie hii timu. Tutakuja kumizana. Na sisi tunasema kabisa watu wa Mangungu na watu wa Simba Sports kuna siku tutapigwa ngumi kweli. Mimi naambia ni kweli. Tutapigana ngumi wenyewe kwa wenyewe. Nyinyi timu Mangungu na sisi wenye Simba yetu, sisi tutapigana ngumi kweli. Ili tuheshimiane. Hata kishinda ndo atakuwa yeye sasa mwenye timu hiyo. Umeelewa? Na sasa wetu tutapigana kweli. Sisi naambia ni kweli. Hatuwezi kubali ujinga. Kwa nini mpigane wakati msitumie busara sasa? Kwa sababu busara hataki. Umeelewa? Kwa sababu anatuleta mchongo sio. Haiwezekaniki kwa sababu tarehe 12 mnaenda kukutana na Young Africans baba. Na hii hapa huyu mzee ndo mpango wake huu. Analianzisha makusudi ili tarehe 12 tufungwe. Kwa sababu sisi hapa mpango wetu ulipo. Tulikuwa tarehe 12 tunampiga Yanga Zanzibar. Tarehe 13 tuenda kuipokea timu Bandarini, tunapitia Jangwani. Sasa kitendo hicho Mangungu akienda hizi kukubali, ndio maana anachokochoko hii ili Simba tufungwe. Ndio mpango yake. Sasa sisi tunamwambia kabisa. Unajua tajiri Mohamed Dewji. Hii Simba sisi ametutoa mbali na hii Simba Sports. Na Mohamed Dewji amefanya kila alichokiahidi amekitimiza. Mohamed Dewji akati anachukua hii timu akasema nataka Simba Afrika iwe kubwa na iogopewe. Na kweli leo wewe Mwanaisha mimi hapa Uyusuru leo tusajiliwe Simba Sports pale. Umeelewa?
tukikaa pale, yani kile tumevaa jezi ya Simba tuko uwanjani pale, basi kama timu pinzani inatoka nje ikija hapa inaogopa. Hata kama sasa sisi mpira hatujui, lakini watu wanaogopa. Kwa sababu ukiangalia hii timu ya Simba, kuna timu ilikopo kuna viungo sio wadogo sio nani, lakini timu ilikuwa inafika mpaka robo. Yaani yule wadogo mpira hajui, lakini timu ilikuwa inafika robo. Kwa sababu gani? Ina maana timu nyingi zilikuwa zikija zenyewe tu zikija tu inaiogopa Simba, kwa sababu Simba ishakuwa timu kubwa, yani wenyewe wanaogopa kwa sababu leo tunaenda kukutana na timu kubwa, kumbe timu yenyewe ina wachezaji wenyewe kila sawa wadogo wenyewe. Yani tumetoka mbali. Mabomu Young Africans kumezidi kutulia hivi sasa. Mimi leo mimi niko kwa huyu mzee. Huko kwenye Yanga mimi niache. Huko kuna ujanja tu. Umeelewa? Lakini kitu alichokifanya huyu mzee, cha kwanza kabisa atafanya jezi za Jairuti zisiuzwe kwa wingi. Akikaa kasubiri basi Jairuti hata jezi auze. Sasa leo watu hawazungumzii jezi. Leo watu wanazungumzia Mangungu. Ina maana biashara jezi sasa hivi za Simba ni nzuri, lakini zile zikadolola kwa sababu ya ujinga uliofanyika. Umeelewa? Lakini wale machao Mangungu apepewe. Mangungu apepewe wapi bwana? Vitu anavyofanya anaharibu kila kitu. Na yeye mpango wake sisi tunajua. Umeelewa? Wale mpango wao ni kumpiga vita Mohamed Dewji. Mangungu bwana anasema yeye ni na Moni marafiki na wamezungumza katika hili na Mohamed amelipa baraka yake. Sasa ye Mondo yuko kwenye bodi. Afa kusema Dewji akasema Mohamed. Sasa inaweza ikawa Mohamed na nini? Mohamed Bakari. Wewe unajua kama ni Mohamed Dewji. Wewe kaongea na Mohamed. Wewe unaambia Mohamed gani anaongea naye? Sio Mohamed Guram. Yeye kaongea na Mohamed. Kwa Mohamed wako wengi aliongea nao, kwani Mohamed ndio kwa Mohamed Dewji peke yake. Yule ameongea na Mohamed. Sasa Mohamed aliongea naye unamjua? Sio Mohamed Dewji. Mohamed Dewji hawezi kukubali ujinga ule. Yaani Mohamed Dewji akubali ujinga ule unaofanyika. Yaani Mohamed Dewji leo kama amekubali leo Simba ikadhalilike leo. Mohamed Dewji akikubali kwanza timu ingeitwa nani? Mwalimu Nyerere pale kama kaida yetu kwenye ukumbi wetu wa kujidai. Leo Mohamed Dewji akaika watu kwenye majamvi yale ya kuokota. Maana majamvi yenyewe pia yale hata sio kukodiwa. Shukrani sana. Sio shukrani. Mimi bado bana leo mimi na mengi. Yule mzee mimi amenikera. Yule mzee mimi naomba jamani kabisa. Makonda, mzee wetu Makonda. Najua ile Simba Sports mzuri, unaipenda Simba. Lakini Simba sio kama inafeli timu mbovu. Anofelisha ndio huyu mzee mmeona, huyu ndio kirusi. Mzee Magoli alisema kuna watu wana tatizo la afya ya akili. Ndio hii sasa unaiona ilofanyika jana. Hii ni afya ya akili kabisa. Huyu mzee, Mangungu wewe tuachie timu. Utatofutia si ubaya bure. Utatupeka jela bure mzee wangu. Hebu tuachie timu, kaa pembeni. Si kwanza leo si hatukutambui wewe. Wewe sio mwenyekiti wa Simba, hatukutaki. Umeelewa? Shukrani sana. Nashukuru.